Na asante sana mtazamaji popote ulipo unapotegea runinga ya Coast Times Digital. Tukikuletea makala tu ya vijana, na leo tumetangamana na vijana kutoka kijiji cha Gova hapa Kwale, na watatueleza tu mengi kuhusiana na yale ambao wanafanya, na zaidi tutaenda tu moja kwa moja waweze kujitambulisha ili waweze kutueleza ni yapi wako nayo na ni masuala gani ambao wanaeleza, ikiwa ni wa vijana tu ambao wanasema kwamba wamemaliza shule mwaka jana na hivi walivyo wanasubiri tu kupata barua za kwenda vyuo vikuu pamoja na colleges na pia vile vyuo vya ufundi. Kwa hivyo tutakuwa tukizungumza nao leo waweze kutueleza masuala mengi, tukijua kwamba vijana wamekuwa wakitumika vibaya katika jamii, na tunataka kujua wao wanajihusisha na nini kutoka hapa katika studio zetu za Coast Time Digital. Kwa hivyo karibuni kwa kipindi hiki. Labda tuanze kwa utambulisho, mtuambie nyinyi ni kina nani na mnafanya nini, na ni mambo gani ambayo mnajihusisha nayo kutoka kijiji hichi ambacho ni cha Gova hapa Kwale. Tulikaa tukaamua tuanzishe letu la social media kwa platform tofauti, na tukaamua tuanzishe hiyo platform yetu yenye inaenda kwa jina Kenda Media, na hapa tukalichagua sio wenyewe kwa sababu vijana sasa hivi wengi wanaendekezwa na mihadarati, na kwa kuamua sisi kama Kenda Media tukaamua tuwe tunafanya vitu based on ourselves, tuwe tunajishughulisha sana na mambo na social media platforms. Kwa majina mimi naitwa Juma Yuga, ni mmoja wao katika hii group ya Kenda Media Production, na mimi na play kama producer katika hii production. Na sisi tumeamua kufanya hii production kwa sababu tujiepushe na mambo ya kusulipanga nini mihadarati nini, ili tuwe na vipaji vyetu tuvikuze kufikia sasa. Pia sasa production yetu na kama 6 na bado tunasaka, yani tunatafuta wale ambao watakuwa na vipaji vya kuact ili tuepushe kutoka mambo na vipanga nini. Na sote tumeanza tayari sisi ni TikToker. Tumeanza kufanya mambo na content creator nini TikTok, na katika platform yangu ya TikTok najiita It's Prince J ama Romeo. Na kwa sasa tunasaka watu ama vijana ambao wako mtaani wana vipaji nini ili tuepushe kutoka na ile jambo la mambo na vipanga mbele endelea kufikia sasa. Kupitia kwa advertise kama tuseme biashara fulani kule TikTok. Tuseme kuna mtu auza nguo nini kama kwenye boutique, ile tukiadvertise kama vile kitu kienda viral, kuna ile labda watu watatupatia kama chochote kwa shukrani. Shona kama hivi. Naam, asante. Masuala ya vijana kujiunga na makundi na pia kujipata katika hali ambayo ni ya kujihusisha na mihadarati imekuwa ni donda sugu katika kaunti ya Kwale, ikiwemo eneo la Diani, Msambweni, pia maeneo ya Lungalunga pamoja na Ukunda na Matuga na Kinango. Labda nyinyi mnajiepushaje na masuala haya? Munga kujiunga na hili group ama kutengeneza hili group ni kujiepusha na mihadarati, yani kama vijana wengine waona wapotea kwenye mihadarati, mambo mara ingia kwenye ukabaji nini, lakini tunaamua kujirekebisha na kama hivi. Na ningependa ni ushirikiano wa wale ambao wote watakuwa wanatufuatilia, yani watupatie ushirikiano na sio kutuvuta moyo na morali. Na je, nyinyi labda masuala haya mnayazamia namna gani, kwa sababu tunajua kuna vijana wengi ambao wangetaka kujihusisha na masuala ambayo si ya utovu wa usalama. Na within this time that tuko nyumbani, tusingependa tuspend kwa mambo mengine ambayo si mazuri. Tumeamua to make this time useful kutoka katika maisha yetu. Kuhusiana na swala la tuliungana ni kwamba sisi kwanza tunatokea mtaa mmoja, alafu pia tukakaa tukaamua hatuwezi kuwa tunajizungusha au kutembelea sehemu tofauti. Tuseme umefika mahali kijiweni, umepata kuna tuseme vijana wenye tuseme kwa mfano bodaboda, wale bodaboda kuna wenye wako na tabia nzuri pale na kuna wenye wana tabia hasi. Tuseme kuna wenye wanatumia mihadarati. Sisi kwa kukaa pale muda mrefu, tuseme hata kama ni kwa wiki tutakuwa tukienda frequently hapo the whole week, tunakuwa addicted na vitu kama zile. Utapata kuna rafiki yako hapo umezoeana naye na kudanganya tumia kitu fulani hapo anakuharibu. Kwa wale watumiaji wa mitandao, labda watawapata wapi? Watawajuaje? Nyinyi mnajiitaje?
na ni vipi watakaweza kuwasaidia? Yule ambaye anatutazama kwa sasa, kitu ambacho tutamtaka yani atusaidie nacho ni support kwanza. The only thing tunataka kutoka kwa mashabiki ama kwa watazamaji ama watazamaji kwa sasa ni support, kutufollow ni nini, kwa sababu mambo na social media huwezi simama peke yako. The only thing you need to have ni support kutoka kwa mashabiki, na tukipata support kutoka mashabiki itatufanya pia sisi tuwe na ile courage ya kufanya vitu vingi kutaka kupaja ambazo tuko navyo, na pia kujiepusha na mambo mabaya kama vile mihadarati na pia ukabaji. Type ya content tunazo create hapo, huwa tunatengeneza comedy kwanza. Upande mwingine tofauti na comedy tunatengeneza movies. Tuseme kama kuna hii series tunataka kuachilia sasa hivi, yenye story iko tayari, preparation hata tulitoa part moja jana kidogo yenye ishakuwa edited sasa. Hiyo ndio ita kama an advertising agent kwa the whole story ya hiyo series. Semi wenu wa mwisho ni imizo gani mngetoa kwa vijana ama watoto ambao wamemaliza shule wakati wanaposubiri kwenda shule? Vile nyinyi mmeanza kujihusisha na masuala kama haya, ni mambo gani ambayo mungewahimiza vipi vijana wenzenu Gen Z? Mungewahimiza namna gani? Tukijua mara nyingi wanatumika tu sana kueneza vurugu na pia kusababisha hali ambayo si za kueleweka na kutumika sana na wanasiasa. Nyinyi mmechukua hatua ya kwanza kufanya kuwa content creators katika mitandao, na zaidi ni kuhakikisha kwamba mnatoa ujumbe wa kuhakikisha kwamba vijana wazushinda masuala ya ukosefu usalama. Je, mungepewa nafasi wanawatazama vijana pale nje kutoka kaunti ya Kwale na pia taifa zima, hata na dunia itakuwa kiwatazama, mnaweza kuambia nini? Jamaa, kama uko na kipaji yani usikifiche. Asante sana mtazamaji, imekuwa ni kipindi murwa tu kizuri, na tumekuwa tukizungumza na vijana kutoka kijiji cha Gova hapa Kwale. Kwa hivyo tutakuwa tukihusisha vijana, tutakuwa na mazungumzo na vijana katika studio zetu kujua ni yapi wanajihusisha, na kama kuna kijana pale nje ana biashara, ana masuala ambayo anajiendeleza ama mambo ambayo anafanya ya kuweza kuhimiza jamii, tutaweza kuwasiliana, tutaweza kutawasiliana sisi, tutakuwa tukiwaweza kuwazungumzia na kuwaletea mahojiano haya moja kwa moja kutoka vijiji pale ambapo walipo. Kutoka hapa Gova, mimi ni Alois Musioka.